iko ni yani kitu ni kipi. Yaani mtu anaitwa ni mwana afya. Hata asali popote. Ila darasani ni hapana. Sasa jiuliza, au mimi ninakosea wapi? Huyu ambaye haujui hata mlango wa kanisa anafanikiwaje? Inawezekanaje? Na ndipo wakati mwingine huwa tunajaribiwa kuwaendea watu hawa, na wanatupa namna ambavyo wamefanikiwa na tunafuata, hata kama sio njia walizozifanya zimpendezi Mungu. Naomba nikwambie, kuna tofauti kubwa sana, sio ndogo. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mafanikio na mibaraka. Halo? Mwambie jirani yako, kuna tofauti kubwa sana kati ya mafanikio na mibaraka. Mafanikio ni kila mtu anapata, anaweza kupata. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mafanikio ni mtu yeyote anaweza akapata, ni juhudi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwani magari mnayopanda huwa ni ya nani? Ni ya Sabato yote? Majumba mnayoyaona hapa mjini mazuri watu wana biashara kubwa ni za Sabato wote? Wanafanikiwa hawajafanikiwa? Watoto wa Mungu wanatafuta mibaraka. Bwana Yesu asifiwe. Wanaishi kwa imani, wanategemea baraka za nani? Baraka za Bwana. Sasa Mathayo sura ile ya 6 na ule mstari wa 30. Ishi kwa imani. Mathayo 6 mstari wa 30. Mathayo 6 mstari wa 30 imeandikwa. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, ndio yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni. Je, hatazidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba? Namuelewa Yesu anachokisema? Jamani, wangapi wamemuelewa Yesu anachokisema hapo? Hata hawako hapa, rudia. Mathayo 6 mstari wa 30. Ndio. Imeandikwa. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, ndio yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni. Ndio. Je, hatazidi sana kuwavika ninyi enyi wa imani haba? Ishi kwa imani. Yesu anasema enyi wa imani nini? Anaongea na watu ambao wanatatizwa na vitu vidogo. Wanakuwa imani yao inakuwa ndogo, wanakuwa na hofu mbele za